Karibu tena mtazamaji, na sasa tuvuke boda ambapo tunazuru Tanzania, ambapo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameapishwa kwa muhula wa pili kufuatia uchaguzi wenye utata ambapo alipata 98% ya kura. Baada ya kula kiapo, Suluhu alisema serikali yake haitavumilia majaribio yoyote ya kuliumbisha taifa hilo, akirejelea ghasia zilizoibuka baada ya ushindi wake kutangazwa, huku akiahidi kulinda amani na uhuru wa Tanzania kwa vyovyote vile. Mimi Samia Suluhu Hassan. Wakati akila kiapo, Samia aliahidi kuilinda katiba na kuitumikia Tanzania kwa moyo wake wote. Akihutubia taifa, Samia alitambua machafuko ya baada ya uchaguzi na kutoa wito wa maridhiano na umoja wa kitaifa. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Na huku upinzani ukitoa wito kwa jamii ya kimataifa kutotambua urais wa Suluhu kutokana na ukosefu wa uaminifu wa uchaguzi, alitetea mchakato wa uchaguzi akisema uliashiria imani ya watu, huku akiahidi kuimarisha taasisi za demokrasia na kuzingatia haki za raia. Na washukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu, tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa, na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Samia hata hivyo alitoa kauli ya maridhiano wakati alipoutaka upinzani kuweka kipaumbele umoja wa taifa badala ya mashindano. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Samia pia alielezea ajenda zake muhimu katika muhula wake wa pili ambazo zinajumuisha uimarishaji wa uchumi, uajiri wa vijana na ushirikiano wa kikanda. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka 5. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Hivyo basi jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi kuliko jana yetu. Niwasihi tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Alikariri kujitolea kwa Tanzania katika kuhakikisha amani, udhabiti na ushirikiano wa Kiafrika. Kenya iliwakilishwa katika hafla hiyo ya uapisho na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. John Jacob Kuria, Darubini. Tukirejea humu nchini ni kwamba Wakenya 90,020 wamejiandikisha kama wapiga kura kwenye shughuli inayoendelea ya kuwasajili wapiga kura. Kaunti za Nairobi, Kiambu na Machakos zina